وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunaendelea na mlango unazungumzia juu ya kumsalia maiti, na katika kitabu hichi Ahkamul Janaiz tuko sasa katika ukurasa wa 103 na tunaondokea katika sehemu ya 68 tangu tumeanza kitabu hichi Ahkamul Janaiz. Sehemu ya 68 anasema Sheikh Muhammad Nasruddin Albani muandikaji kitabu hiki, wa idha ijtama'at janaizun adidatun, na pindi imetokezea kukusanyika majeneza kwa idadi, maiti si mmoja ni zaidi ya mmoja, min arrijali wan nisa'i, na waliokufa ni katika wanaume na wanawake, basi katika mwendo wa mtume vile vile sulliya alaiha salatan wahidatan, yatasaliwa majeneza hayo wakiwa ni mchanganyiko baina ya wanawake na wanaume, maiti wale watasaliwa swala moja. Waju'ilati dhukur, na katika mpango wa kuwekwa yale majeneza yatawekwa ya wanaume na watajaaliwa wanaume walau kanu sigharan, hata kama ni watoto wadogo, watawekwa nafasi yao mimma yali al-imam, katika ile sehemu inayomfuata imam. Kwa kawaida maneno ya Kiarabu mara nyingi katika vitabu vya lugha ya Kiarabu linapokuja tamko hili mimma yali, huwa inaonyesha sura yake pale nyuma, lakini katika maelezo haya ya kusalia jeneza hapa neno hili mimma yali linatumika sehemu inayomfuatia imam, yani baada ya imam kule kuelekea mbele baada ya kibla, basi kwa hivyo watu wanaume watakaa mbele yake pale imam, hata kama wanaume wale ni wadogo. Wa janaizul inathi, na majeneza ya wanawake mimma yali al-qibla, hayo yatakaa mbele ya wanaume, yatakuwa sehemu inayofuatia qibla, yani baada ya qibla wanakuja wanawake, halafu wanaume, halafu imam. Utaona kama ni kinyume nyume, maana siku zote katika sala za kawaida za fardhi hizi wanaume mbele na wanawake nyuma, lakini katika kusalia jeneza wanawake mbele, wanaume nyuma. Lakini nasema ya kwamba huenda msomaji akababaika kutokana na haya maneno mimma yali. Tumezoea mara nyingi kuona katika vitabu vya hadithi ikitajwa mimma yali al-imam, as-saffu alladhi yali al-imam. Kwa mfano kwenye swala ya hofu, tutakwenda kusoma swala ya hofu, safu inayomfuatia imam ni ile safu ya mbele, ndio safu inayomfuatia imamu ile. Lakini kwa hapa sasa
katika kutaja mimma yali al-imam anakusudia kuendea upande wa mbele wa qibla sasa, sio nyuma. Na kwa hivyo wajanaizul inathi, baada ya imam, mbele ya imam kuna wanaume hata kama ni wadogo, na mbele ya wanaume kuna wanawake. Ina maana wanawake watakulia mbele katika swala ya jeneza. Wa fi dhalika ahadithun, na katika jambo hili kuna hadithi nyingi zenye kuonyesha dalili ya jambo hilo. Al-awwalu, hadithi ya mwanzo, an Nafi' ni kutokana na bwana Nafi' an ibn Umar, ambaye yeye kapokea kwa bwana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhum ajma'in, annahu, ya kwamba yeye ibn Umar salla ala 9 janaizin jami'an, alisalia juu ya majeneza 9 yote kwa pamoja. Na aliposema tamko la salla ala 9 janaiz, neno salla ameliwekea nambari 1, chini yake ametia maelezo ya chini yasema qultu, Albani asema mimi nimesema hapa, aliposema salla yani imaman, yani alisali hali ya kuwa ni imamu Abdullah bin Umar, ameswalisha swala ya kuswalia majeneza 9, kama yadullu alayhi siyaku, kama inavyoonyesha hayo ule mkamatano wa mtiririko wa maneno ya hadithi hiyo. Na wasaraha bidhalika, akaeleza wazi jambo hilo kwamba Abdullah bin Umar ndiye aliyekuwa imam kwenye swala hiyo siku aliposwalia majeneza 9 kwa pamoja. Akaeleza wazi jambo hilo al-Bayhaqi, Imam Bayhaqi, fi riwayati lahu, katika riwaya ambayo kaipata yeye, fi al-hadith al-ati ba'dahu, katika hadithi ambayo itakuja baada yake, kama sanadhkuru hunaka, kama tutakavyoona huko. Itakuwa wazi kabisa kwamba Abdullah bin Umar yeye ndiye aliyekuwa imam. Na kama kuna maneno mengine yamekuja kwamba imamu siku hiyo alikuwa ni bwana mwingine, basi itakuwa maneno hayo yanamaanisha uimamu mwingine. Sasa utakuwa huo ni uimamu wa Amirul Mu'minin na sio kwenye ile swala yenyewe. Ndio maana akasema wala yuaridhu hadha, na wala hayapingi habari hii kwamba Abdullah bin Umar ndiye aliyekuwa imamu siku hiyo, hayapingi jambo hili. Fima ba'du, qawluhu fima ba'du, tamko lake pale aliposema wal imamu yawma idhin Sa'id ibn al-As, na imamu siku hiyo alikuwa ni bwana Sa'id ibn al-As. Hiyo imamu wa Sa'id ibn al-As si uimamu kusali jeneza, ni uimamu wa Amirul Mu'minin. Lianna al-murada, kwa sababu gani ikawa hayapingani maneno hayo? Kwa sababu madhumuni ya kusema wal imamu yawma idhin Sa'id ibn al-As, annahu kana huwa al-amir Sa'id ibn al-As, yeye ndiye aliyekuwa Amirul Mu'minin wakati huo. Qala al-Hafidh, amesema Imam Hafidh ya kwamba yuhmalu, hapa itachukuliwa, anna ibn Umar, ya kwamba yeye Abdullah ibn Umar ndiye ambaye amma bihim haqiqatan, aliwaongoza watu katika swala hiyo ya jeneza kwa hakika, biidhni Sa'id ibn al-As, kwa amri aliyopata kwa yule Amirul Mu'minin bwana Sa'id ibn al-As. Kwa hivyo uimamu wa Sa'id ibn al-As ulikuwa ni Amirul Mu'minin, na yeye ndiye aliyekuwa anastahili kuswalia jeneza lile, kama tulivyoona huko nyuma kwamba yule amiri liwali ndiye anayefaa kusalia zaidi kuliko mtu mwingine. Kwa hivyo Amirul Mu'minin Sa'id ibn al-As alimpa amri Abdullah bin Umar salia wewe jeneza. Wa yuhmalu qawluhu, na hapa moja kwa moja litachukuliwa tamko lake aliposema anna al-imama kana Sa'id ibn al-As, ya kwamba imamu siku ile alikuwa Sa'id ibn al-As. Yuuni, itamaanisha jambo hilo al-amira, ni ule uamiri wake, ndio amana kwa imamu. Jam'an baina riwayataini, kwa kukusanya maneno hayo baina ya riwaya mbili zote. Tunarejea juu, annahu, kwamba yeye Abdullah bin Umar salla ala 9 janaiz jami'an, alisali juu ya majeneza 9 yote pamoja,
faja'ala ar-rijala, katika wale maiti akawajalia wanaume yaluna al-imam, wanamfuatia imam, kwa maana baada ya imam kule mbele kibla wakaweka wanaume maiti zao. Wanisaa, na wanawake yalina al-qibla, wanakifuatia kibla mbele. Ina maana maiti walikuwa wanawake mbele, halafu wakaja wanaume, na baadaye ndio akasimama imam, na nyuma imam tena maamuma. Hivi ndivyo inavyokuwa wakati wanasaliwa maiti mchanganyiko, wakiwa wanawake na wanaume. Wanawake watatangulizwa usoni, baadaye waje wanaume, na halafu anasimama imam. Fasaffahunna saffan wahidan, basi akayapanga majeneza hayo kwa safu moja, yani safu ya wanawake na safu ya wanaume. Wa wudhi'at janazatu Kulthum, na likawekwa jeneza la bibi Kulthum radhiyallahu anha, ambaye bibi huyu binti Ali, ni mtoto wa Sayyidina Ali bin Abi Talib, na ambaye imra'atu Umar ibn al-Khattab, ni mke wa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in, wa ibnu laha, pamoja na mwanawe Kulthum yuqalu lahu Zaid, ambaye alikuwa akiitwa Zaid. Mtu na mwanawe hao wada'an jami'an, yakawekwa majeneza kwa pamoja mbele pale. Wal imamu yawma idhin, na imamu siku hiyo hapa uimamu wake itakuwa ni amana ya amiri al-mu'minin, aliyeswali ni yule Abdullah bin Umar. Wal imamu yawma idhin, na kiongozi wa Waislamu siku hiyo alikuwa ni bwana Sa'id bin al-Asi. Wa fi nasi, na katika jumla ya watu waliokuwa wakisalia majeneza yale 9, idadi yake alikuwa Ibn Abbas, sahaba wa Mtume Ibn Abbas, wa Abu Huraira, wa Abu Sa'id, wa Abu Qatada. Hawa ni masahaba mashuhuri sana. Miongoni mwao kuna huyu Ibn Abbas ambaye yeye ni ahli baiti wa Mtume na amelelewa na Mtume, kwa hivyo ameyapata mafunzo mengi sana kwa Mtume. Alikuwepo na yeye vile vile, na yule msimuliaji wa hadithi sana nyingi zaidi kuliko Waislamu wengine, Abu Huraira, alikuwepo katika swala ile. Hapo kuwepo kwa watu kama hawa panategemewa kwamba lifanywalo litakuwa lina sunna, kwa maana lina nguvu sana, kwa sababu wao ni masahaba ambao wanauelewa zaidi mwendo wa Mtume. Wa Abu Sa'id wa Abu Qatada. Fawudi'a al-ghulamu, basi katika mpango wa majeneza yale akawekwa yule kijana wa kiume, yani mtoto wa bibi Kulthum, mimma yali al-imam, katika sehemu inayomfuatia imam, yani baada ya imam yeye akaiko mbele mwanamume. Faqala rajul, kuona vile kuna mtu mmoja pale kama aliona kinyume nyume, wanawake watakaaje mbele halafu aje mwanamume tena aje imam. Watu wamezoea katika sala za kawaida hizi, wamezoea kwamba imam anafuatwa na wanaume watu wazima, na baada ya wanaume watu wazima anafuatwa na watoto wadogo wanaume, na baada ya hapo tena wanawake nyuma. Hivyo ndivyo ilivyozoeleka. Huyu bwana alipoona wanawake maiti zao zimewekwa mbele halafu akaja wanaume nyuma, kidogo ilimpa tabu. Faqala rajul, mtu mmoja anasema, fa ankartu dhalika, mimi nilichukia kuona vile wanawake kwa kusudi maiti zao. Fa nadhartu ila ibn Abbas, sasa tegemeo langu pale ikawa ni kuwatizama wale mabwana mashuhuri zaidi, wanaoelewa mwendo wa Mtume zaidi. Nikamtupia macho Abdullah bin Abbas wa Abi Huraira, ambao hawa ni tegemeo, pamoja na Abi Sa'id na Abi Qatada, wote nikawatizama. Na nyie vile vile hamuone kasoro hapa? Mtayaacha mambo haya ndio hivi hivi? Wanawake maiti zao zimepangwa mbele, halafu kuja wanaume, watoto wanaume, halafu baadaye kuja imam. Fakultu, nikasema kuwauliza maswahaba wale wanne, Ibn Abbas, Abi Huraira, Abi Sa'id na Abi Qatada, ma hadha, jamani nye ndio mwendo gani huu tena? Qalu, wote wanne kwa pamoja wakanambia, hiya sunnatu, huo ni mwendo wa Mtume. Lifanyikalo hapo ni sawa sawa kabisa. Kwa hivyo hapa tunapata dalili ya kwamba wanawake maiti zao zinakaa mbele pindi yakiswaliwa majeneza yale kwa pamoja, lakini inajuzu vile vile kuswalia majeneza yale kila moja peke yake. Yote hayo yalifanyika tokea zama za Mtume, lakini kule kuswalia kwa pamoja
pengine watu watakuwa wanafuata hadithi ya Mtume nyingine isemayo asri'u bil janaza, fanyeni haraka mambo ya mazishi yote, tokea kwenda nalo jeneza na mpaka mambo yende haraka haraka, msicheleweshe. Ikiwa huyo maiti ni mja mwema, basi itakuwa kule kuharakisha mazishi yake ni kumtanguliza haraka haraka afike kwenye kheri zake kabla kuchelewa. Na kama atakuwa si katika mwema, basi itakuwa nyinyi ni kitu kibaya mlichokiweka katika shingo zenu. Sasa wanaofuata kwamba kumfanyia haraka, wanaona maiti zote zile kuwekwa pamoja itakuwa ni kupunguza wakati, itakuwa ni kufanya jambo kwa jepesi kuliko kusaliwa maiti mmoja alafu akachukuliwa kwa nje anaenda mwingine anasaliwa, itachukua wakati mrefu kidogo, hasa kama maiti wale wamekufa kwa wingi. Limetokea jambo pengine wamezama baharini watu mzima, au ikatokezea pengine kumetokezea ghasia ya vita, maiti mzima ziko mbele pale na watu nafasi hawana, lakini inajuzu kuswalia peke yake kila mmoja, na inajuzu vile vile kuwaswalia kwa pamoja wote. Na wakiswaliwa pamoja wanawake na wanaume, wanawake wataikwa mbele, nyuma ya wanawake wanakuja wanaume, na baadaye ndio wanajipanga imam na maamuma. Hadithi hii akhrajahu an-Nasa'i, ameitoa Imamu an-Nasa'i wa Ibn al-Jarudi fi al-Muntathi, pamoja na Ibn al-Jarudi ndani ya kitabu Muntathi kwenye sahifa nambari kadhaa, wa Daraqutni na Imam Daraqutni kwenye sahifa kadhaa, wal Baihaqi na pia Imam Baihaqi ameitoa hadithi. Albani anasema kultu, na mimi hapa nitakilia mkazo kusema hadithi hii wa isnadu an-Nasa'i imo katika mategemezi ya Imamu an-Nasa'i wa Ibn al-Jarudi sahihun, ni kwamba hadithi sahihi ala sharti shaykhaini, juu ya sharti walioiweka mashaikh wawili Bukhari na Muslim. Wa qatasara al-Hafidh, ama kwa upande wa Imam Hafidh, yeye amefupisha maneno, ameeleza kwa ufupi sana fi talkhisi, alipoeleza kwenye kitabu chake talkhisi, ala azwihi, kutokana na mnasaba wa mategemezi Ibn al-Jarudi, alivyoegemeza kwa Ibn al-Jarudi wahdahu peke yake, waqala, na akasema hivi wa isnaduhu sahihun, na mategemezi yake ni sahihi. Wa amma an-Nawawi faqala, ama Imam Nawawi wasema kwenye sahifa kadha rawahu al-Baihaqi, hadithi hii ameisimulia Baihaqi bi isnadin hasanin, kwa mategemezi kwa mazuri, ikawa yeye kidogo ameiteremshia chini kidogo ile hadhi ya hadithi. Maana sahih ni daraja ya hadithi ilikuwa juu zaidi, na hasan iko chini kidogo. Kwa hivyo Imam an-Nawawi amesema hadithi hii ni hasan. Hiyo ni hadithi ya kwanza katika mfululizo wa hadithi zenye kuonyesha namna ya upangaji wa maiti pindi wakikusanyika maiti wale kusaliwa wanawake na wanaume. Asani, hadithi ya pili, an Ammar, ni kutokana na bwana Ammar maula al-Harith ibn Nawfal, ambaye yeye alikuwa ni huru wa bwana Harith bin Nawfal, annahu, kwamba yeye Ammar shahida janazata Ummi Kulthum, alikuwepo, alishuhudia siku ile Ummu Kulthum anaswaliwa na maiti nyingine, ambaye alikuwa ni mke wa Sayyidina Umar na ni mtoto wa Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Ummu Kulthum wa ibniha, pamoja na mwanawe. Faju'ila al-ghulam, basi akawekwa yule mtoto mwanamume mimma yali al-imam, katika sehemu inayomfuata imam, yani mbele ya imam pale. Wa wudhi'at al-mar'atu, katika riwaya nyingine imekuja na akawekwa mwanamke waraahu, nyuma yake. Na hapa vile vile haikuja ile kawaida ya lugha ya Kiarabu. Hapa waraahu anakusudia nyuma yenyewe kwamba ya ule mbele kwenye kibla, na sio nyuma yake kwamba baada ya mwanamume kwa mbele alafu mwanamke alafu ni imam, sivyo vile. Katika maelezo haya yamekuja kama kidogo imetumika lugha kinyume. Fasulli alaiha, basi wakasaliwa maiti wale. Lakini ukiangalia kwenye vitabu vingine kama fiqh sunna na vinginevyo, wanaeleza wao kwa fasaha zaidi ya kwamba wanawake wanakuja mbele alafu mwanamume hata kama mtoto mdogo, na baadaye tunajipanga imam. Lakini hapa ametumia tamko la waraahu lenye kuonesha kama kwamba mwanamume amekaa mwanzo na nyuma yake mwanamke, halafu baadaye tena ndo akafuatia imam. Anasema fa ankartu dhalika, yule mwenye kusimulia hadithi bwana Ammari anasema mimi nikachukia jambo lile. Wa fil qaumi,
na katika watu waliosali siku ile majeneza yale alikuwa Ibn Abbas wa Abu Sa'id al-Khudri wa Abu Hurairah, kama hadithi ya mwanzo hii ambayo ilikuwa ikielezwa hadithi ile na bwana Nafi'. Hii inaelezwa na Ammari Maula al-Harith, anasema yeye ndio aliyochukia jambo lile. Huku katajwa ar-rajul, kuna mtu mmoja hapa. Sasa mtu mwenyewe anatajwa kwamba ndio yeye huyu bwana Ammari, anasema mimi ndio niliyochukia jambo lile. Na katika wale kuwepo alikuwa Ibn Abbas, Abu Sa'id al-Khudri na Abu Huraira na Abu Qatada. Fasaltuhum an dhalika, basi nikawauliza masahaba wale kuhusu jambo lile. Faqalu, wote wakajibu hadhihi sunna, hivi ndivyo inavyokuwa, huu ni mwendo wa Mtume. Hadithi hii akhrajahu Abu Daud, ameitoa Imam Abu Daud, wasiyaqu lahu, na ule mfuatano wa maneno ni wake yeye Abu Daud. Wa min tariqihi al-Bayhaqi, na katika njia yake hadithi hii yumo Bayhaqi vile vile, wa Nasa'i, wa ziyadatani, na maneno ambayo yamezidi mara mbili yamekuja. Ziada ya kwanza wa wudhi'at al-mar'atu wara'ahu, na ziada ya pili pale aliposema fasaltuhum an dhalik. Katika baadhi ya riwaya nyingine yani hamna maneno hayo, kwa hivyo hapa inakuwa kama ni ziada mbili, na maneno hayo hufungwa kwenye kausaini, kwenye bracket mbili, kuonyesha kwamba ni katika maneno ambayo katika baadhi ya riwaya hayamo, huitwa az-ziyada, maneno yaliyozidi. Kwa hivyo waziyadatani lahu, na zote ziada mbili hizi ni za Imam Nasa'i ndio alizileta hapa. Wa isnaduhu sahihun, na mategemezi yake hadithi sahihi, ala sharti Muslim, juu ya sharti aliyoweka Imam Muslim. Wa qala an-Nawawi, na akasema Imam an-Nawawi, wa isnaduhu sahihun, hadithi hii sasa mategemezi yake ni sahihi. Ile ya mwanzo Imam an-Nawawi aliitaja kwamba ni hasanun, daraja yake kidogo ilikuwa chini, lakini sasa anasema hii hadithi ni sahihi. Wa Ammar hadha, na huyu Ammari huyu tabi'iyun, ni mtu ambaye alikuwa ni tabi'i, hakuwa ni sahaba yeye, alikuwa ni mtu aliyokafuatia masahaba. Maula li Bani Hashim, alikuwa ni mtu ambaye kaachwa huru katika watu wa Bani Hashim, ndio alikuwa kimiliki. Wattafaqu, na wakafikiana ala tawthiqihi, juu ya kwamba huyu mtu ni madhubuti, mtu ambaye anaelewa sawa sawa mambo, ni mtu mkweli, anachokieleza ndicho. Waqala al-Bayhaqi, na akasema Imam Bayhaqi ya kwamba warawahu Hammad ibn Salama, na hadithi hii vile vile amesimulia bwana Hammad ibn Salama an Ammar, kutokana na Ammar ibn Abi Ammar, mtoto wa Abi Ammar, duna kaifiyati alwadh, lakini katika hadithi hiyo imekuja bila ya kutajwa namna waliposaliwa wale maiti wenyewe. Duna kaifiyati alwadh, bila ya kutajwa namna walivyowekwa, binahwihi, kwa ile namna yake. Wa dhakara, na akataja katika riwaya hiyo anna al-imama kana ibn Umar, ya kwamba imamu alosalia alikuwa ni Abdullah ibn Umar. Qala, akasema wa kana fil qawmi al-hasan, na walikuwepo siku hiyo katika watu waliosalia jeneza lile Sayyidina al-Hasan, mjukuu wa Mtume, na ndugu yake al-Husayn, wa Abu Huraira, wa nahu min 80 ashabi Muhammad, na kiasi cha maswahaba 80 ambao ni maswahaba waliomuona Mtume, walioishi na Mtume. Warawahu Sha'bi, na vile vile hadithi hii akaisimulia bwana Sha'bi. Fadhakara, yeye aliposimulia akataja kaifiyat alwad'i, namna ya kuwekwa yale majeneza mchanganyiko, wanawake na wanaume, binahwihi, wa ile namna ambayo tumeitaja. Wadhakara, na akataja vile vile anna al-imama kana ibn Umar, aliyeswalisha sala ya maiti alikuwa ni Abdullah bin Umar. Walam yadhkur as-suala, lakini ndani ya hadithi hiyo yeye huyu Sha'bi hakutaja ile suala la huyu bwana Ammari alipowauliza wale maswahaba, jamani je, vipi mambo haya sawa sawa hivi? Ikawa katika riwaya yake yeye hakutaja ile suala hilo. Qala, akasema wa khalfahu ibn al-Hanafiyya wal Husayn, na nyuma yake walikuweko Ibn al-Hanafiyya wal Husayn wa Ibn Abbas, wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine wa Abdullah ibn Ja'far, na hata Abdullah bin Ja'far walikuweko nyuma ya Thadhaniya Abdullah bin Umar katika kusalia jeneza hayo. Tunaingia katika sehemu
ya 69. Sasa tumeacha sehemu ya 68 hiyo, na sasa tunasonga mbele kuingia katika sehemu ya 69 ambayo inasema hivi: wa yajuzu an yusalla ala kulli wahidatin min aljanaizi salatan, kama tulivyosema, na inajuzu kusaliwa kila jeneza moja sala moja pekee yake bila ya kuwekwa pale kwa mpango ule wanaume na wanaume. Inajuzu ikiwa maiti wamekuwa ni wengi, inafaa vile vile kusaliwa kila jeneza pekee yake, lianahu al-aslu, kwa sababu kusalia kila jeneza pekee yake hilo kwa hakika ndio jambo la msingi. Walianna an-nabiyya, na dalili nyingine ni kwamba hakika ya mtume wa Mungu sallallahu alaihi wasallam fa'ala dhalika, alifanya jambo hilo la kusalia kila jeneza sala yake peke yake walipokusanyika maiti wengi. Wakati gani? Fi shuhada'i Uhud, katika wale mashahidi wa Uhud. Siku ile watu walifadhaika kwa hakika. Kwenye vita vile Waislamu walipata kipigo kikubwa baada ya kuvunja amri ya mtume kwa wale watu wapatao 50 waliopangwa walembeaji shabaha. Walipokhalifu amri ya mtume kateremka pale, walipata kipigo kikubwa sana Waislamu, kiasi ambacho kwenye vita hivi waliuawa maswahaba 70, ingawa hawakutekwa hata mmoja. Katika vita vya mwanzo ya Badri makafiri waliuawa 70 na kutekwa 70. Katika vita vya pili hivi ikawa makafiri wamelipa jambo moja, lakini mateka hata mmoja kupata. Waliwaua Waislamu 70. Siku ile ilikuwa ni fadhaa kubwa. Kwa hivyo wengine walikuwa na majeraha makubwa wakifunga. Yawezekana kabisa ukasikia kwamba mtume hakusalia hata maiti mmoja katika mashuhadai wa Uhud isipokuwa Hamza, kwa sababu watu walikuwa wametafanyika wako sehemu mbalimbali na mazingatio kwa hakika walikuwa hawana. Ni wachache sana waliokuwa chini ya mtume pale wakati wa kusalia hayo jeneza. Kwa hivyo huenda ukapata habari mbalimbali, wengine wanasema kwamba mtume hakusalia, na wengine wanasema kwamba kamsalia Hamza peke yake, na wengine wanasema kwamba la, hatimaye mtume aliwaleta na maiti wengine wote wale, ikawa linakuja jeneza moja moja linawekwa mbele ya Hamza pale, linasaliwa, linaondoshwa, maiti mwingine anasaliwa, anaondoshwa, lakini Hamza yuko pale pale mpaka ikawa zimeswaliwa pale swala 72. Ikawa Hamza amepata 72 yeye, na wengine wale kila mmoja swala moja moja. Kwa hivyo hiyo ndio habari ya vita vya Uhud. Huenda ukakuta ya kwamba wengine wanasema hapakuswaliwa mashahidi wa Uhud ila Hamza peke yake, na kutokuswaliwa mashahidi ni mlango ulio wazi, inajuzu mashahidi waswaliwe sawa sawa kabisa, na wakiswaliwa ndivyo. Hayo yote tumeyaona katika milango iliyopita. Tayeb, anasema wali anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, na kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu faala dhalika, alilifanya hilo la kusalia kila mmoja peke yake, fi shuhada'i Uhud, katika wale mashahidi waliouawa katika vita vya Uhud. Wa fi dhalika hadithan, na katika jambo hilo kuna hadithi mbili zenye kutoa dalili. Al-awwal, ya mwanzo, an Abdullah ibn Zubair, kutokana na bwana Abdullah ibn Zubair bin Awam, anasimulia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yawma Uhud, mtume aliamrisha siku ya vita vya Uhud bihamza, iletwe maiti Hamza, fasukia biburdatin, na ikafunikwa guo moja ambalo hilo miliki yake kamiliki. Guo lile likifunikwa kuanzia kichwani, miguu iko nje, akafunikwa kwa majani tu msema miguuni. Thumma salla alayhi, kisha mtume akamswalia Hamza, fakabbara 9 takbiratin, akakabiri takbira 9. Thumma utiya bilqatla, kisha wakaletwa wale mashahidi wengine, yusafuna, wanapangwa pale, wa yusalli alayhim, na mtume akawa anamswalia mmoja mmoja, wa alayhi, na juu ya Hamza, maahum, pamoja na wale. Hivyo ndivyo ilivyokuja. Tunajikumbusha mambo ya nyuma, tumesoma zamani mambo hayo. Pale alipotaja kwamba hadithi ya pili ni hiyo hadithi yenyewe ya Abdullah bin Zubair kwenye kurasa nambari 82, hadithi yenyewe ni hiyo. Athani, hadithi ya pili yenye kuonyesha ya kwamba inajuzu kusalia maiti kila mmoja peke yake
wakati imekusanyika maiti nyingi. Hadithi ya pili ni bwana Abdullah ibn Abbas qala, an ibn Abbas amesema, lamma waqafa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala Hamza, wakati aliposimama mjumbe wa Mwenyezi Mungu juu ya Hamza, amara bihi, aliamrisha kwa maiti hiyo, fahuya, ikatayarishwa ila alqiblati, kuwekwa pale upande wa kibla. Thumma kabbara alayhi 9, kisha mtume akatamka takbira 9. Thumma jamaa ilayhi shuhadaa, kisha akakusanya pamoja na Hamza mashahidi wengine. Kullama utiya bishahidin, kila anapoletwa shahidi, wudhiha ila Hamza, alikuwa anawekwa pale upande alipo Hamza, ikawa Hamza haondoshwi. Fasalla alayhi, ikawa anasalia juu yake, wa ala shuhadai, pamoja na mashahidi wengine, maahu, pamoja naye, hatta salla alayhi, mpaka akapata kusaliwa Hamza juu yake, wa ala shuhadai, na juu ya mashahidi wale 72 salatan, swala zimekuwa kwa jumla 72. Akhrajahu Tabarani, hadithi hiyo ameitoa Imam Tabarani fi Majma'ihi al-Kabir, kwenye kitabu chake alichokiita Majma'i al-Kabir, min tariqi Muhammad ibn Ishaq, katika njia aliyoitaja bwana Muhammad ibn Ishaq, ambaye kasema hadathani Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi, amensimulia hayo mimi bwana Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi, wal Hakam ibn Utayba an Muqsim wa Mujahid anhu. Baada ya kuitajia masnad hadithi hiyo ya sala ya mtume kusalia Saidina Hamza pamoja na mashahidi wengine, Sheikh Albani anasema, qultu, hapa mimi nimetia maneno nikasema, wa hadha sanadun jayyidun, na mategemezi haya kwa hakika ni mategemezi madhubuti. Rijaluhu kulluhum thiqatun, watu wake waliotaja hadithi hii wote ni watu wa kutegemewa. Waqad saraha fihi Muhammad ibn Ishaq bitahdid, na kwa hakika ameweka wazi wazi Muhammad ibn Ishaq hapa kueleza hadithi, ingawa mtu wenyewe huwa anatajwa anapozungumza maneno yake huwa anabana, habainishi wazi wazi Muhammad ibn Ishaq, lakini katika hadithi hii ameeleza wazi wazi mambo yalivyo. Kwa hivyo kwa kule kueleza waziwazi, fazalat shubhatu tadlisihi, ikaondoka ile shubha anayopewa kwamba yeye ni mbabaishaji wa maneno. Wayabdu, na inadhihiri waziwazi, anna al-Imam as-Suhaili, kwamba Imam as-Suhaili wal Hafidh ibn Hajari, pamoja na Hafidh ibn Hajari, lam yaqifa ala hadha al-isnad, wao hawakusimama katika mategemezi haya, ina maana kwamba wao wameangusha. فقد قال الحافظ في التلخيص, wani amesema Imam Hafidh kwenye kitabu chake alichokiita Talkhisi, kasema hivi, wa fil bab aidan hadith ibn Abbas, na katika mlango huu vile vile kuna hadithi ya Abdullah bin Abbas, rawahu ibn Ishaq, hadithi hiyo amesimulia ibn Ishaq, qala, ambaye kasema, hadathani, amenisimulia mimi, man la attahimu, yule ambaye simtuhumu kwa ubaya wowote, an Muqsim, yeye kapokea kwa Muqsim, na huyo Muqsim ni maula ibn Abbas, ni hurru, aliyekuwa ni hurru ibn Abbas, ambaye yeye kapokea an ibn Abbas kutokana na Abdullah bin Abbas. Albani anasema, qultu, nikasema mimi, fadhakara alhadith, hapa ibn Ishaq ameitaja hadithi nahwahu, mfano kama ile, illa annahu qala, isipokuwa yeye kasema 7, takbira zilikuwa 7 badala 9, badala ya 9, kwa sababu huyu Ibn Ishaq ni mtu wa kusahau sana, mara moja hubabaisha maneno. Hapa akaja akasema takbira zilikuwa 7, lakini maelezo ya hadithi katamka wazi wazi, alionihadithia mimi alikuwa ni Ibn Muqsim. Huyu Muqsim huyu ni maula ibn Abbas, kasimliwa na Ibn Abbas. Mtume aliswalia maelezo yale kila mmoja peke yake kwa takbira 9, lakini hapa akatamka takbira 7. Thumma qala, kisha akasema, qala as-Suhaili, amesema Imam Suhaili, in kana alladhi abhamahu Ibn Ishaq, itapokuwa lile jambo ambalo ameliweka lisitabulikana Ibn Ishaq, huwa al-Hasan ibn Umara,
ikiwa mtu anomtuhumu kwamba si madhubuti ni Hasan ibn Imara fahuwa dhaifu, huyo mtu anaambiwa ni dhaifu. Wa illa, na kama si hivyo, famajhulun, mtu ambaye hajulikani katika wapokezi wa hadithi, la hujjata fihi, huwa tena hapana hoja yoyote ndani yake. Intaha, maneno yalimalizikia hapo bila ya ukindani wowote. Qultu, Albani anasema tena kwamba mimi nikaendelea kusema, walhamilu lisuhaili ala dhalika, na jambo lilompelekea Suhaili kusema hivyo, ma waqa'a fi muqaddamati Muslim, ni maneno yalokuja katika utangulizi wa Muslim, an Shu'bata, ambaye kasimlia kutokana na Shu'ba, anna al-Hasan ibn Umara, ya kwamba bwana Hasan bin Umara hadathahu anil Hakam, alimsimlia yeye kutokana na Hakam, na Hakam kapata an Muqsim, na Muqsim kapata an Ibn Abbas, anna an-nabiyya, ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama salla ala qatla Uhud, aliwasalia wale maiti mashahidi waliouawa siku ya vita vya Uhud. Fasaltu al-Hakam, anasema huyu bwana Ibn Umara, nikamuuliza Hakam mimi, faqala, yeye akasema lam yusalli alayhi. Hakam akasema kwamba la, mtume hakuwasalia juu yao mashahidi wale. Intaha, yakamalizikia maneno yake. Lakin hadith ibn Abbas, lakini hadithi ya Ibn Abbas ruya min turuq ukhra, imekuja kusimuliwa sasa katika njia nyingine nyingi. Qultu, Albani anasema nikaendelea kusema hapa, thumma dhakara ba'daha, katika hizo njia nyingi hizo za Ibn Abbas akataja baadhi yake, walaysa minha tariqu Tabarani hadhi, na sio njia ya Tabarani hilo kuja hapa. Wahia, na njia hizo tadullu ala anna al-mubhama fi tilka riwaya, zinaonyesha juu ya kwamba mwenye kutuhumiwa kwamba hajulikani katika riwaya hizo, laisa majhulan, kumbe si mtu ambaye hajulikani, wala dhaifan, wala kumbe mtu wenyewe sio dhaifu bwana, bal huwa thiqatun, bali ni mtu madhubuti, maarufun, tena ajulikanaye, sio majhul. Wa huwa, na mtu wenyewe ni nani? Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi, kumbe mtu wenyewe alikuwa ni Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi, anajulikana mpaka uchamgu wake bwana huyu. Ndio yule tulomsimulia katika darsa za Jumanne wakati aliposema yeye, na alikuwa ni mtu mwenye mali nyingi. Kama itakumbukwa waliohudhuria zile, Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi alikuwa ni mtu mwenye mali nyingi. Alipokuwa katika sakati mauti, waliokuja kumkagua pale walimwambia ya kwamba, Imam, umewaachia nini wanao? Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi alijibu ya kwamba, idakhartu mali li nafsi inda Allah, nimeiweka akiba mali yangu yote kwa nafsi yangu mwenyewe, bila Mwenyezi Mungu huko nimejekea akiba. Na kuhusu wanangu, sina hata moja nilowekea katika mali yangu. Wakamuuliza, mali iko wapi yote ile? Akawaambia, mali yote nimejekea akiba mwenyewe nafsi yangu. Ama kuhusu wanangu, wadakhartu Allah li auladi, nimemweka Mwenyezi Mungu ndo akiba ya wanangu, sina wasiwasi na kwenda zangu akhira, nikiwa Mwenyezi Mungu nimemwacha kwa ajili ya wanangu, na mimi mwenyewe mali yangu nimeshaitumia fi sabilillah yote. Halafu akasema ya kwamba akiondoka duniani mwanadamu anapambana na misiba miwili mikubwa. Msiba wa kwanza, mali yake yote anaacha duniani, ndio kilichomfanya yeye akimbilie upesi ile mali yake kuitumia fi sabilillah ili kuepuka msiba wa kwanza. Na msiba wa pili ni kwamba yeye ni mwenye kuuliziwa mali yake yote, hakuna kitu hata kidogo ambacho kitaachwa asiulizwe, vipi kakipata, vipi kakitumia, vipi kakipata, vipi kakitumia. Kwa hivyo akasema misiba hii miwili na muandamo wanadamu anapotoka duniani, kwanza anaacha mali yake yote, na halafu yeye ataulizwa katika mali yake yote. Huyu ndiye Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi, ndiye kumbe aliyekuwa akituhumiwa yeye kwamba ni mtu ambaye hajulikani katika kueleza hadithi ile ya sala ya mtume juu ya mashahidi wa Uhud. Kumbe ilipochunguliwa na Albani, anasema kumbe mtu mwenyewe anajulikana bwana, Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi
tena ni mtu madhubuti kabisa. Au kama si yeye, al-Hakam ibn Uyayna, wengine wanamtaja kwamba alikuwa ni al-Hakam ibn Uyayna. Al-Hakam bin Utayba ni Hakam bin Utayba, au kilahuma maa, au panataja kwa hadithi hiyo wameitaja wote wawili, Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi pamoja na Hakam bin Utayba. Wala yakhduju, na wala hayatopunguza kitu, ala hadha, juu ya masnadi haya kwamba mtume aliwasalia kwa takbitisa mashahidi wa Uhud, hayatopunguza mambo haya qaulul Hakam, yale maneno ya Hakam fi riwayati Muslim, yaliyokuja kwenye riwaya ya Muslim kwamba lam yusalli alaihim. Maneno ya Hakam yalikuwa mtume hakuwasalia madani mashahidi wa Uhud. Maneno yale yanasema Albani hayatopunguza kitu hapa. Kwa nini? Lijawazi anna al-Hakama nasiya, kwa kujuzu kwamba Hakam anaweza kuwa amesahau, hasa ikizingatiwa kwamba siku ile ya Uhud watu walifadhaika, hawakuwa wengi chini ya mtume pale wakaelewa mtume anafanya nini. Wengine walikuwa sehemu mbali wanafunga majeraha, wengine walikimbia muda mrefu hawaonekani. Kwa hivyo si wote wanaojua mtume kafanya nini pale. Inajuzu kabisa anna al-Hakama nasiya ma kana hadatha bihi, alisahau nini lilitokezea pale, kama wakaa mithluhu, kama ilivyotokezea mfano wa hayo, lighairi fi ma hadithi, katika matokeo si matokeo katika hadithi moja. Mara chungu nzima masahaba walisahau kilifanyika kitu gani pale mbele ya mtume. Walau salimna jidalan au jadalan, na laiti sisi kama tutawacha hapa mashindano ya maneno, an inkara al-Hakam, ya kwamba kule kukataa Hakam li hadithihi, hadithi yake hii, yakuduhu, itaweza kuweka tuhuma ya kukatazwa, ya kulaumiwa hadithi hiyo, fi sihhati anhu, katika kusihi kwake yeye. Basi kama tutaacha mashindano hapo, fala nuslimu, hatuwezi kuyaacha mashindano, anna dhalika yakuduhu, kwamba kusema hivyo itakuwa inatukana fi sihhati hadithi nafsihi, katika kusihi hata kwa hiyo hadithi yenyewe nafsi yake. Maadama annahu rawahu thiqatun, lakini madhali waliosimlia ni watu madhubuti, thiqatun akhara huwa al-Qurdhi, naye ni bwana huyu Qurdhi. Wa hadha wadih, na jambo hilo liko wazi kabisa, insha Allah apendapo Mwenyezi Mungu. Hapa aliposema insha Allah taala, chini ya kati ya maneno qala an-Nawawi, Imamu an-Nawawi amesema fi majmu'i, kwenye kitabu chake cha Majmu', anasema Nawawi, wattafaqu, hii ni rai yake, lakini anasema wamewafikiana maulama ala anna al-afdala, juu ya kwamba jambo lilo bora zaidi, wakati maiti wamechanganyika wengi pale, si mmoja. Anasema wamewafikiana watu wengi, an yufrada kullu wahidin bi salatin, bora zaidi aswaliwe kila mmoja katika maiti wale wengi swala peke yake. Anasema kwamba wamefikiana watu wengi, illa sahibu at-tatima, isipokuwa huyu mwenye kitabu cha Tatima, yeye fajazama, ametilia nguvu bi anna al-afdala, kwamba jambo lililo bora zaidi, an yusalla alaihim daf'atan wahida, maiti wale wote waswaliwe daf'a moja. Lianna fihi, kwa sababu kuwasalia pamoja wote itakuwa ta'jilu dafni, ni kuharakisha kuzikwa, wa huwa ma'murun bihi, na jambo la kuharakisha mazishi ni jambo ambalo limeamrishwa na mtume. Wal madhhabu al-awwal, kisha akasema an-Nawawi, madhhabu ya mwanzo, yani kule kupendekeza watu kwamba kila mmoja aswaliwe peke yake, Imam an-Nawawi anasema innahu aktharu amalan, kwa hakika itakuwa pale pamepatikana amali nyingi zaidi za khair. Huyu kaswaliwa kaondoshwa, mswali tena watu wamesalia muondosha, kuliko anasema kusalia swala moja kwa ajili ya wote. Rai ya Imam an-Nawawi ni kwamba kuswalia kila mtu peke yake itakuwa aktharu amalan, ni kutekeleza pale amali nyingi zaidi. Wa arja lilqubuli, na itakuwa pale tarajiwa zaidi kukubaliwa. Walaisa huwa ta'khirun kathiran, anasema Nawawi haitakuwa ni kuchelewesha sana, lakini hii ya Nawawi inaweza ikawa si kuchelewesha sana kama maiti wenyewe itakuwa 3 4, lakini kama itakuwa ni watu 70 kama hivi,
maiti wa Uhud, lazima watu watachukua muda mrefu hapo itabidi muda uwe mrefu, na itabidi watu wachelewe pale, na wakichelewa itakuwa nakwenda kinyume na agizo la Mtume, asri'u bil janaza, fanyeni haraka kwenda na mazishi. Lakini uzuri wake Imam Nawawi, baada ya kutia pendekezo hilo kwamba yeye Imam Nawawi anapenda pale asaliwe mtu kila mmoja peke yake, na akasema wamefikiana watu wengi jambo hilo, na akasema kwamba patapatikana amali nyingi za kheri mwisho, lakini anapendeza Imam Nawawi akatia wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu ndo ajuaye. Bora sana kusema hivyo mtu baada ya kushakufutu masala rai yake shaitaja, halafu aweke kwamba yeye ni binadamu. Kauli ile haitakuwa ni ya mwisho, inaweza kuja kupingwa pindi haki kipatikana, anaweka muhuri wake wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua zaidi. Mimi nimesema hivyo, lakini wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua zaidi. Na sisi tunasema wallahu a'lam kwa yote tuliyozungumza, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua zaidi. Na kwa leo inshallah tutafikia hapo. Kwanza darasa inayofuatia ya ahkam janaiz tutaondokea kwenye nambari 71 katika ukurasa wa 106 insha Allah taala.